sana ndio imeharibu sana this system. The whole body imeharibika kwa sababu ya what we ate. Kwa hiyo capacities nyingi mbalimbali za organs mbalimbali ambazo Mungu aliziweka 100% in you hazijafanya kazi vizuri kwa sababu of because of what we have eaten all our lives. Nataka tukuuliza swali la uchokozi na naomba tu mjibu kwa sababu hatuna, kwani kuna mwalimu mkuu hapa principal. Tuko peke yetu. Mchungaji leo yupo hayupo? Mchungaji yupo? Hayupo. Let's stop now. Kopi hayupo. Tuongee wenyewe sisi. Mmeshawahi kwenda kwenye karamu ya harusi, si ndio? Mmekuta vyakula vingapi? Vingi. Taja. Nyama gani? Rosti ya ng'ombe. Twende. Kuku. Pork. Mboga. Ndio, ukienda kwa wale wengine tunakuta pork. Au wanaita wenye mbuzi ya kiukwao. Nyingine vyakula vinne tu. Mmeishiwa. Marage. Harusini. Mlikuta? Wali. Chipsi. Soda, pilau. Maji. Keki, asante, umekumbuka keki Mimi nilikuwa naenda harusini shabia keki tu. Sugar. Soda gani? Zote. Mbona mjasema juisi? Pale mezani sisi wanaweka tayari. Juisi gani? Ya Azam, ya Ceres, tunaenda 15 hivyo vitu. Jamani pale mezani nimemaliza. Hamjataja chapati, tambi, asante. Tambi, chapati. Nyama mbuzi. Mmeshiwa? Sambusa. Twende jamani. Pilau tayari. Wali mweupe. Mtoge, asante. Mtasauje ndizi? Ile rojo pale, mmesauje. Alafu pale mwisho mnakuta nini kwenye vijiti? Kwenye vijiti. Chachandu. Sawa. Wewe ukifika pale wewe unachukua nini na nini? Kadri sahani itakavyoweza. And why are you doing that? Why do they do that? Those who are doing that. Tena wakati hapa kuna sahani kubwa, wakati unakuja tu hapa mezani kuna masahani makubwa, kuna masahani madogo. Unachukua hivi. Ili ufanyeje? Why? Why are you doing that? Tamaa ya nini sasa? Tamaa ya chakula. Moja ni hiyo tamaa ya chakula. Ingine inaweza kuwa ni nini? Ile hela nimechangia bwana, nimechangia hela yangu. Hela yangu lazima irudi. Kwa hiyo nachukua soda, Fanta mililita, juisi na nini? Nalipa hela yangu, si ndio? Mwingine nini? Why? Ile tu macho ukiona si ndio? Tatang. Want to taste it. Kwa sababu imeonekana ni njema, ni nzuri, inavutia. Unaanza kusalivate, this I can't stop. Yaani lazima nichukue na hii lazima nichukue. Mwisho ukifika sahani imejaa, nikupe report. Tumbo lako ni size ya mkono wako. Shika mkono wako, fanya hivi mkono wako. This is the capacity. This is your stomach. Utaki. Ameangalia akasema stomach size yake, your stomach size yake ni mkono wako hivi. Ndio size. Kwa hiyo ina maana katika maisha yote tumeendelea expand mpaka ability yake imekwenda kwenye expansion ambayo ni mbaya. Kwa hiyo topic ya leo, tunapoenda kwenye topic ya leo, najaribu kuconnect vitu vyote vinavyoleta madhara.
ni pamoja na plate, ni pamoja na ukubwa wa plate, ni pamoja ukubwa wa plate ndio tunasema portion, si ndio? What portion are you taking? But how do you prepare the food and how you eat it? Vyote hivyo vina effect not only on the stomach but to the whole system. Niliongelea jana kuhusu kichwa kwa clear. Sawa? Ukishaweka vyakula vyote hivyo tutaangalia leo tuone effects zake ni nini. Na what is wisdom? Na kwa sababu zote hizo nilipouliza kwa nini umekula hivyo au tu hata ukienda hapa mnanunua chakula. Mkifika pale unanunua chakula kipi? Kipi? Mnakuwa na ile menu. Aha. Menu huwa ina kola mbili. Kuna kola ya kulia, huko ni kulia. Ya kushoto, si ndio? Na kola ya kulia. Wewe unachagua kulingana na kola ya kushoto au unachagua kulingana na kola ya kulia? Ya kulia. Kwa hiyo unaanzia huko. Shilingi ngapi? Unaenda hivi. Unakuta ni kipapatio. Sawa? Vitu hivi nisiseme kwa sababu ni nyie tu. Ndio maisha ya kawaida. Watu wanaweza kuanza kuangalia bei kwanza, halafu ndio wakarudi hivi. Wakakuta ni kitu ambacho labda kisingefaa mwili, lakini sasa nifanyeje? Lakini kitu kingine kinachofanya uchague ni nini? Kama umeenda siku hiyo amekuja mtu unayemthamini sana, utaanzia kulia au utaanzia kushoto? Kushoto. Sasa umekuwa umewekeza kidogo zaidi, si ndio? Na unasema ngoja leo nimuonyeshe tunakulaga kwa upande wa kushoto. Unahitaji nini? Unamuonyesha umwamba kidogo. Kwa hiyo sometimes we eat because of status. It's a status quo. Kwamba hivi ni kila hivi atanionaje yule ambaye namheshimu. Na saa nyingine wengine hata hawakuheshimu. Ni vile unasema hivi akipita fulani akaona mimi nakula hii kicha upande wa kushoto atanionaje? Wala hakuoni chochote. Ni shida yako tu. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo leo nataka niongee cause effect. Ni law ya nani hiyo? Newton's law. Newton's law of what? Ile third law inasema to every action there is an equal and opposite reaction. Nilikariri sana siku zile. To every action there is an equal and opposite reaction. Kwa hiyo unaposukuma hivi au unapovuta hivi kikirudi vile kinapiga kwa upande ule. Hiyo law in apply on how we eat. Ulichukua ile plate kubwa, sawa? Ulijaza kuliko your stomach. Ulichukua the varieties, it will counter on this body. Reaction itapatikana. Kwa hiyo ndio hilo somo la leo kwa ufupi, labda niendelee. Hii tulishaiona jana. Na nilishasema 8 doctors. Leo tulikuwa na consultations. Na kwa sababu ilikuwa ni individual, labda wengi hawakujua kwamba tunawaambia kitu hicho kila saa. Nimesema nini? Kila aliyekuja tulichomwambia ni kile. Are we stupid? Indeed. Yes. We are stupid indeed. Kila ugonjwa unatibiwa na 8 doctors. Hallelujah. Why? You'll ask why. Because this body is one thing. The body is one unit. Ndio maana philosophy tu ya dunia ndio alisema ngoja tu specialize kwenye jicho, kwa hiyo huyo anaitwa optician. Ngoja tu specialize kwenye utumbo. Mwenye utumbo, daktari wa utumbo anaitwa nani? Madaktari mko hapa? Hawapo. Watumbo wanaitwa nini? Stomachiacs. Mmenielewa? Yupo huko nyuma huko kabla sisi hatujawepo, alikuwepo mtu mmoja aliyesema hatutaki dunia ya thinkers, tunataka dunia ya doers. Kwa hiyo ngoja tutengeneze education system itakayofanya wakubali chochote ambacho tumewaambia.
Na ndio maana tukakaririshwa Newton's law na mpaka leo nazeeka naikumbuka. Nilikuwa tu mimi Newton's law nimeenda mpaka leo kuisema. Physics. Si ndio? Lakini naikumbuka mpaka uzeeni. Kwa sababu lazima uclaim uandike vile vile Newton alivyosema. Ukikosea mwalimu anaweka umekosea there. Mlipita huko au ni mimi mwenyewe? Mlipita huko? Education kama hiyo inatufanya sisi tuwe receivers. Na tusitumie brain zetu ambazo Mungu ametupa individually. Kila mtu ni peculiar. Wewe you are very peculiar. The things that God has put into you hazifanani na zile ziko. Na sasa unagandamizwa tu kwenye Newton. Gandamizwa kwenye Newton. Mchoni unabaki Newton. Na ukisema unaambiwa Newton ya kusema hivyo. Kwani Newton asiposema similar naweza kusema kipya? Na hasa Afrika tunagandamizwa sana na innovators wamekuwa adimu. Na pia kwa sababu third world innovators hata wakiinnovate hawapati support inayotakiwa kushikwa waende. Kwa sababu pia wale wenzetu hawaamini kwamba you can innovate. Lakini Mungu anasema nakusubiri hicho kitu hicho nakisubiri. Kitoe. Kifanye kiwe available in the nation everywhere. Kifanye kiwe available. Mungu anakuita ufanye hivyo. Lakini bahati mbaya education system tumepokea tu kile tulichoambiwa. Kwa hiyo tumeambiwa kwamba hicho litatibiwa tofauti. Upande huu utatibiwa tofauti. Hapa goti synovial fluid imepungua, utafuta synovial fluid specialist. Mmenielewa? Sikatai science, lakini niwaambia science inakuja nyuma. The body is one unit. Ndio maana hata cancer inapoanza inatafuta pale kwenye location, wanajaribu kuitreat pale, lakini wanakazana mapema kabla haijametastaze, haijasambaa. Ikishasambaa is everywhere, because the blood that passes through the cancer place is that same blood that goes to the moyo. Haleluya, ni kweli. Kwa hiyo ndio maana ya anatomy na physiology ukijua utashangaa kwamba the body is one unit. Ndio maana jana nikasema tumekula vitu ambavyo vimetuletea madhara, na haya madhara yameonekana kwenye other organs. Vilienda tumboni lakini vimespread kwenye other organs, kwa sababu other organs were waiting for food ambayo haikuwa sufficient kwenye kile chakula ulicho choose kukiweka mdomoni kwako. Kilikuvutia tu na ulijiuliza hichi kinachokuvutia, after the swallow what happens? Kwa sababu utamu unaishia tu kwenye ukishameza ule ugali na dagaa unasikia nini? Unasikia nini baada ya kumeza? Kwa hiyo problem yote ilikuwa kwa kutafuna tu ili umeze. Mmenielewa? Shida yako yote ile jamani ilikuwa ili utafune ukimeza basi. Tuko pamoja? Ndivyo ambavyo tumeenenda. Na ninaposimama mbele ya vijana na nasemaga mtusamehe. Mtusamehe sana, kwa sababu hata sisi wazazi wakati tunawalea hatukujua. Tulivutiwa na status, tukawalisha vijana wetu, watoto wetu kitu ambacho baada ya hapo kinafanya nini after that hatukuangalia sana. Na hii hatari imeleta magonjwa mengi, na organs nyingi zimekosa vyakula. Japokuwa umekula, japokuwa your tummy was full, but there were no food for the rest of the body. I'm so sorry. Na hiyo yote tumegundua so late. Ila tukieleza kwenu, it's early enough for you to change. Hallelujah. Na magonjwa tuliyopata sisi hamtayapata. Katika Kumbukumbu la Torati 28 anasema mkizishika amri zangu ninazowapa leo, magonjwa ya Misri hayatawapata. Haleluya. Amen. Misri kulikuwa kuna magonjwa gani? Tauni, ile ni ya kipigo. Lakini walipigwa kwa mwasho, walipigwa kwa kiungulia, walipigwa kwa miguu, anasema moto. Unapata arthritis
Hivi mmetuona watu wazima tukipanda kwenye ngazi? Mnaona tunapanda kwenye ngazi? Mmeona? Na hapo miguu inawaka moto. Migongo inawaka moto. Saa nyingine ukienda hospitali wanakwambia ni arthritis, rheumatoid arthritis, inauma. Wamisri walikuwa nayo na haikuwa na jina hili, lakini sasa hivi tunayo. Tena at a very early stage tunayo kwa sababu ya uvati age. Lakini chochote ambacho kiko mwilini kwako, ukitaka kukipiga, chochote, nimesema nini? Nimesema nini? Chochote. And I mean it. Naomba nirudie kwa sababu mara nyingi tunapofundisha mtu anakuja na anauliza, sasa mimi naumwa tumbo, nitumie nini? 8 loss. Akija mtu sasa mimi nina uvimbe. Mmenielewa? Nina uvimbe. Tiba yake tuko pamoja. Mmesema 8 loss. Yeah. Mtu akisema, jamani niambie ni ugonjwa mwingine. Nina sukari, asante. Nina kisukari. Tiba yake new start. Hallelujah. Amen. And you will ask how. Kwa sababu ukiweka nutrition inayofaa, alafu ukafanya exercises, alafu ukanywa maji inavyotoshea. Maji kazi yake ni kusafisha. Na mtu mwingine anasema mimi nina kiu, sasa mimi nitakunywa nini? Kwa sababu mimi sizoei kunywa maji, ninywe soda. Wewe ulishawahi kuosha chombo chako kwa soda? Wakati vyombo vyako vimechafuka kabisa, umekula ugali wako na maharage vizuri, na yale maharage hayakwanguliki vizuri kwenye sahani, ulichukua soda ukaoshea kile chombo. Inakuwaje ukioshea chombo soda yako? Inakuwaje? Kule nyuma. Am I talking to you too? Ukioshea chombo chako kwa soda inakuwaje? Inachafuka zaidi. And that's me ambaye nimeenda ndani kwenye harusi nikaishia kunywa ile nini soda ili nioshe mwili wangu. Haitaosha. Inaleta uchafu zaidi. Kwa hiyo akisema water, anaamini water. Water the peke yake ulimwenguni Mungu aliweka wa kuosha. Utakumbuka siku ile alipoumba mbingu na nchi, alikuja akakuta dunia iko utupu. Si ndio? Yeah. Tena void, haina shape. Lakini kuna roho wa Mungu alikaa wapi? Je, mlisikia ile roho aliondoka kwenye maji? He is still cleaning you. Is a cleanser. Na ni water, pure water. Usiambiwe liquid. Liquid ni nini? Jamani nyinyi mmesoma liquid. What is liquid? Kimiminika. Kimiminika chochote sio water. Doctor anaposema 8 doctors water ni water and pure water. Hallelujah. Sasa zingine tunanunua zile za chupa. Na mara nyingine utasoma pale kwenye content. Zamani walikuwa wanasema kweli, walikuwa wanasema pH sio 7. Sasa hivi hao wamesema 7, una doubt. Kwa sababu wanajua isipokuwa 7 ikiwa chini pH huwa ni nini? Power of hydrogen, Yeah. Sasa power of hydrogen ikiwa chini ya 7 inakuwa nini? Acidic. Kwa hiyo inapokuwa acidic inasababisha magonjwa mengi ya flourish in the body na wanaliwa. Kwa hiyo wanakuwekea kwamba pale pH ni 7. I doubt. Lakini unakuta pale amekuwekea sodium sio na nini. Hutakiwi kupata hivyo vitu kwenye maji. Unatakiwa kupata hivyo vitu kwenye mboga. Maji yanataka kiwa yawe pure. Kwa hiyo nimesema water, sunlight. Sunlight ni hivi, unaenda kwenye jua kama ulivyozaliwa. Hamtaki. Haleluya. Mnahitaji ushuhuda, ngoja niwaambie. Mmesikia wanawake wanakuwa na fibroids. Sawa? Kwa sababu ile niliyosema jana, hormonal imbalance. Hormones zinagoma kubalance, zinagoma kwa sababu ya how we ate. Nitarudi kwenye presentation. Sasa tukishakuwa na hormonal imbalance wanawake,
inaota fibroid. Ikija fibroid, I'm talking to medical missionaries here. Sawa? Kwa hiyo I'll just speak out. Mtanisamehe, but you are medical missionaries, mna shangazi zenu ni wa kike, mna mama zenu ni wa kike, mna dada zenu ni wa kike. Sawa? Utaenda kuwasaidia, ndio hawa watu unaenda kukutana nao. Mimi nikaambia unafanyia sentimita ni nyingi za kutosha, kwa hiyo lazima ufanyie operation. Mwaka 13 India. Nilikuwa nimepeleka wazazi, nikakataa kufanyia operation, nikasema ngoja niwarudishe wazazi 14 nirudi nikafanyiwe operation. Wakati huo mwaka 12 nilishakuwa medical missionary. Kwa hiyo nishaanza kuacha vitu hivi na vile. Si unajua mara ya kwanza kusikia na you don't believe like 100%. Nikasema nitaita tu huko wanafanya kwa laser, wataondoa hiyo fibroid. Lakini waambie taarifa mbaya kuhusu fibroid, unaikata inarudi. Wanaondoa kwa operation na inarudi. Ndio habari mbaya. Kwa hiyo utafanya operation ngapi? Lakini bado nikasema tu nitarudi kufanya operation. Mwaka 14 sikupata hela ya kwenda India. 15 binti yangu wa mwisho akawa na graduate, alikuwa anafanya medicine Marekani. Nikasema ngoja niende kwenye angalau niende tu nani kwenye graduation. Maana Marekani ni mbali, hatuwezi kumtembelea. Nilipoenda nikakumbuka kuna vituo vya medical missionary vya Ellen White. Nikamaliza graduation nikakimbia kwenye kituo, nikakaa siku 21. Mr. Ngowi pia alienda hapo mahali panaitwa UG Pine. Sasa mimi pale nikienda naenda na mafomu ya wapi ya India na nataka nione watanifanyia nini. Nikasema leo Sabato tumeweka kwenye kona. Yaani leo nimewakamata. Wakaniambia why are you here? Nikamwambia I want to get healed naturally. Wakaniambia toka hapa. Toka hapa. Nikasema mna maana gani? Wakasema umekuja hapa upone ukawaambie watu. Haleluya. Na ukawafundishe watu. Kwa sababu utapona kweli naturally. Nikamwambia what? Hapa ukija tunakufundisha, hukuja kutibiwa hapa. Umekuja darasa. Lakini katika ile darasa utatembezwa namna ambavyo 8 doctors watakavyokuponya, na ukitoka pale unaenda kufundisha watu huko Tanzania kwenu. Tanzania ni wapi? Tungeambia ni East Africa hapa juu. Uko na mimi. Kwa hiyo nikaenda pale na vipimo, wakasema weka vipimo vyako vya India pembeni, wakanipima. Nilishaanza kufanya 8 doctors bila kujua. Wanaona fibroid ndogo ambayo haihitaji operation. Hallelujah. Amen. Lakini wakaona uvimbe hapa. Mimi sikujua kama wanawake wakipimwa si iko round, wanapimwa o'clock. Nikaambiwa saa 5 kasorobo. Hapa saa 5 kasorobo mpaka saa 5 na robo kuna uvimbe. Mmenielewa? Wangapi wamenielewa? Hamjanielewa bwana. Iko round, si ndio? Ili kujua position ya uvimbe. Mnanielewa? Mmenielewa hapa? Ndio. Sasa ili wajue position wanaweka kama o'clock. Wanasema kuanzia saa 5 kasorobo mpaka saa 5 na kamili. Hapo uvimbe ni mkubwa kiasi hicho. Mmenielewa sasa? Ndio. Wangapi mmenielewa? Kwa hiyo wakaiona hiyo uvimbe ulipo. Mimi nikashtuka sana. Si unajua ukiambiwa uvimbe mtu mzima mwanamke, unajua umeambiwa nini, si ndio? Kwa hiyo nikatetemeka na communicate nyumbani, lakini tukaanza 8 rows. Nilikuwa nakula sawa sawa ambayo nitaenda kuambia exercises. Wangapi mnafanya exercise? Sasa exercise is a must. Sio tu kwamba nitatoka kwenda, tunatoka nimeona huko kwenu ni mbali kule mpaka kule. Unasema natembeaga sana. Unatembea hivi unaenda kuconnect naenda jamani wanaendaga mbali. Exercise ni mpaka hapa patiki kwamba sasa this body is undergoing exercise. Kwa hiyo na kifua mbele. Mpo na vitikisike vyote vinavyotakiwa kutikisika. Kwa sababu mtaanza kuona aibu vinatikisika na vya huku vyote vitikisike. Kwa sababu katika kutikisika ina allow blood to circulate. Blood circulation, the blood is the only carrier of food that we are going to talk about. Sasa kama blood circulation haiko vizuri kwako, kwanza utamisi hicho chakula, hakitafika kule mahali penye problem. Kwa hiyo as you are doing the exercise,
Sawa? Na hii tunaita posture. Posture ikae, nyinyi mjaenda jeshi. Mmeenda jeshi? Wangapi walienda? Ni wachache. Kifua mbele. Uko Kwa hiyo wadada msiogope. Kwa sababu hata hivyo tunafunga sana, hivi vinafungwa sana kiasi kwamba tuna constrict natural flow of blood. Sijui nani alituvalisha hizi. Ametutesa. Tunatafuta dunia ambayo bra free hakuna. Kwa sababu itakiwa ikae hivi, sasa imekaa hivi. Ukishaiweka hivi, si ilikaa hivi. Sasa umekaa hivi. Constriction kabisa tayari. Kwa hiyo kuna blood circulation itakuwa hindered somewhere. Na hapo ndipo pataanza kuvimba. Uvimbe ndio utaanza hapo. Maana chakula haipati na nitakwambia air, oxygen itakuwa haipiti. Oxygen it acts at the cellular level. The blood transports food, oxygen and water in every part. Maji yaende yakasafisha, maji yakaondoa acidity, maji yakafanya hivi. Lakini hatuna habari, tunafikiri 8 doctors ni wasabato wanapenda kutaja new start. Hapana, ni life, everyday life. Kwa hiyo nikapitishwa kwa hivyo. Kwa hiyo nikapelekwa kwenye sunlight. Hivyo jamani, mbona mkawa bishi? Mmenielewa? Hivyo. Sasa wale wazungu wanakimbia jua. Na tuliambiwa the shorter the shade the better. Nakumbuka mliambiwa saa 4 jua la saa 4, lakini wanakwambia the shorter the shade. Wakati jua likiwa hapa sawa sawa, likiwa hapa, shade ikiwa hapa, shade ikiwa hapa. Sio vivuli vimeenda sana, imeenda magharibi sana au early in the morning vivuli vikiwa virefu. Hapana, shorter shade. Kwa hiyo ni saa 5, saa 6, saa 7, saa 8. Na ilikuwa ni California. Sitakupitia kwa maana, lakini nadhani sio California, ni huku pengine Alabama. Ni wakati wa summer, jua ni kali sawa sawa. Unachomeka lakini ukitoka pale unaenda kulala. Haleluya. Yaani yale maumivu unashangaa yalikuwepo yameenda wapi? Juani tu. Kwa hiyo unalipa jua mgongo wote huo. Tuko pamoja. Ule mgongo wote uchomeka, halafu na huko wote uchomeka. Haleluya. Mnanielewa? Medical missionary. Funga mkono kama umenielewa. Haleluya. Hao ndio doctors utakaoenda kusaidia watu. Watu wanaumwa na wanawekwa ndani, hawapati sunlight. Wanadhani wako Afrika na sunlight hawakupata. Lakini nataka kuongelea air, nimeshasema. Air, make sure that una breathe in vizuri. Deep breath. Hebu twende, take a deep breath. Twende. Tumbo lako linaingia ndani na linatoka. Ukichukua deep breath, tumbo linaenda hapo. Nje. Mwingine niambie. Linaingia ndani. Wangapi linaingia ndani? Asante. You are wrong. Linatakiwa litoke nje. Why? Tena ulitrain. Tumbo litoke. Huyu ananichukua video. Haya. Linatakiwa litoke. Try. Kila unapofanya deep breath, tumbo litoke nje. Why? Mapafu yako kwenye diaphragm, yamefichwa huko, Mungu ameprotect kwenye diaphragm, sawa? Kwenye mbavu hizi. Sasa mapafu yako yanaweza kubeba hewa 5 liters. Kidumu cha 5 liters kiko wapi? Mmekielewa? Haya mapafu yanafunguka, yanakuwa 5 liters. Na unapofanya hivyo, magonjwa yote ya broncho yanaisha. Oxygen umeipaki sawa sawa. Chakula chako ambacho ulikila kitasafiri kikiwa na oxygen. Your brain front lobe will be clear. Ukifika darasani utaweza kuconcentrate. Bwana sifiwe. Amen. Mgonjwa yoyote ukimwambia breathe, angalia tu breathing, utaona akibreathe linaingia ndani. Umenielewa dada? Umeelewa? Kwa hiyo try hard wakati unafanya mazoezi yako. Unapomaliza yale mazoezi utakuwa umevuta hewa nyingi. Lakini lala chini. Weka kitabu hapa. Breathe in.
hesabu 4. Uhold. Afu hesabu 9 pancha. Yule pastor nani doctor anatuambia mpaka unakoa unaitoa yote. Afu na unapeleka pancha 1, 2, 3. Hebu simameni tufanye hiyo kwanza. Maki naona kama mtaanza kusinzia hivi. 1, 2, 3, 4 kuingiza hewa. Hold 7 seconds. Halafu pancha 9 minutes. Kwa hiyo ni 1, 2, 3, 4. Hold 3, 4, 5, 6, 7. Pancha. Mpaka 9. Toa. May you sit down? Ukishakuwa anza tena. Do it 10 times. Mara ya kwanza ukifanyia mgonjwa, mara ya kwanza ukifanya mwenyewe, utasikia kama unakuwa dizzy kwa sababu your blood doesn't have haijazoea kuwa na enough oxygen. Unapopima blood yako inatakiwa iwe na 93, 96, 99% ya oxygen in your blood. Na nani anapimaga blood content ya oxygen? Wangapi wameshawahi kupima? Lakini if you do your exercise and you are doing the breathing properly, damu yako itakuwa na oxygen. Na you will be alert every time. Hayo mambo ya umesinzia ujue huna oxygen. Kwa hiyo make it a habit. Deep breathing. Make it a habit. Every time you fall lousy and you want to sleep, mwalimu yuko na lecture, wewe una breathing. Hallelujah. Ni doctor wewe. Rest nimeushauliza mara nyingi, huwa mnaenda rest saa ngapi? When are you going to bed? Saa 9. I love you. Love you. Saa 6. Na you wake up what time? Saa 10. Kwa hiyo 6. Kwa hiyo 7, 8, 9, 10. 4 hours. That brain haitaweza kufanya kazi sawa sawa. You need 8 hours. 7 to 8 hours. Tutasoma saa ngapi? Si ndio wako? Hallelujah. Kwani nyinyi mnataka kusoma masaa ngapi? Mnataka kusoma masaa ngapi? Masaa 8 usome? Kwani unaenda kusoma au unaenda kurevise vitu ambavyo umeshafundishwa? Notes, homework. Wewe unataka kufanya homework kwa masaa ngapi? Mungu wangu anaweza kufanya hiyo homework yako kwa dakika 10. Hivi kwa nini mnamtania? Mmenielewa? Yaani ukifollow hizi, you are so alert. Darasani mko so alert. Mapema utakaa chini mpaka saa ngapi? Mnarudi bwenini saa ngapi? Sijui mko hapa mpaka saa ngapi? Saa 3. Ukilala saa 3 mpaka saa 4. Kwenye saa 4. Tuseme umelala saa 4. Twende saa 5, sio? Saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10. Saa 11 ni masaa 7. Na mnaenda darasani saa ngapi? Saa 2. Saa ngapi? Saa 2. Ukiamka saa 11 mpaka saa 12, hutaamini accomplishment yako, hutaamini. Nasema hutaamini kwa sababu utashangilia. Hallelujah. Amen. Utashangilia accomplishment yako ya 1 hour. It's so effective kuliko yale masaa 6 ulikuwa na struggle nayo kusoma. Mnayapenda yale, mnaipenda hii? Hiyo nzuri hiyo. Mnaamini, hamwamini? Tunaamini. Mungu wangu awasaidie kuamini. Mungu wangu awasaidie kuwapa hizo akili kwa sababu anazo na yuko tayari kuwapa. Amen. Na mtaaccomplish so much kiasi kwamba watu watasema Wasabato wamekuwa na nini leo? Usiogope. Why? Zote hizo zinazotufanya tuendelee mpaka tunarudia sentences nilisema jana. Ni woga, sio akili wala. Unaweka masaa ya tabu, jamani Yesu aje. Haya masaa yamekuwa ya tabu sana. 1 hour. Utakombishi yote vya masaa 6. Hallelujah. Inawezekana, lakini inahitaji your brain must rest. Na brain yako inatakiwa irest 2 hours before midnight.
midnight malaika wa kurejuvenate cells zilizokufa during the day anakuja kuzifufua midnight. Mwili una rejuvenate after midnight, lakini lazima mwili uwe kwenye ROM. Mko hapa mnaosoma hiyo Kuna RAM na ROM. Yep. RAM ni nini na ROM ni nini? Random access memory. Access memory, right? Na ROM? Read only memory. Nini? Read only memory. Reading only? Read only. Read only. Yeah. Sasa inatoka kwenye RAM inapelekwa kwenye ROM na kule vitu vinatunzika. Kwenye usingizi haya masaa mawili bado unakuwa na mang'ang'amu, mara umeota kile kimekuja, mara kile kimekuja, viujinga vinapita, yani hata hujalala. Labda kama uko macho yako wazi hivi, lazima uzimani. Mimi nasufukaga kulala. But after 2 hours kichwa kimetulia, you are gone. Hapo ndipo Mungu anapokuja kufanya kazi. Haleluya. Amen. Na anataka akukute ukishatulia. Tunamconfuse kwa vile ambavyo tunaishi. Ndio tunajiconfuse. We confuse this system, we confuse everything. Na Mungu anataka tujue na atawapumzisha. Usiogope, utakuwa kichwa. Amen. Wewe ni kichwa kwanza. Amen. Ipokee, manake ndio uko hivyo. Kwa hiyo rest, kuna everyday night rest, lakini kuna sabato. Acha kufanya kazi siku ya sabato. Amua marejeo, marejeo. Sabato inapoingia ndani. Sabato inaanza saa ngapi? Jua linapozama. Huwa linazama saa ngapi? Saa 12. Saa 12. Yeah. Kwa sabato huwa wajui. Wakuliseni Waislamu watawaambia. Magharibi. Mtamsikia azana. Allah, brother, nini? Sabato ilianza. Na hapa nimesikia wapo. Si ndio? Na wakisema tena siku ya sabato, ndio sabato imeishi. Ujinga wa msabato wa Adventista anapenda aanze very late, alafu afunje very early. Nilikuwa na viatu. Haleluya. Amen. Tujifunze kumtii Mungu, yeye ndiye mwenye 8 doctors. Ukimtii utashangaa vitu vyote they fall into position, everything falls into position. Hallelujah. Nampenda Yesu kwa sababu anafanya, na wewe ukiamua kumtii, anasema mbona sheria zangu sio nzito? Hizo zinaitwa 8 laws of health, lakini ni 8 doctors. Anasema mahali fulani Ellen anasema kama huwezi kupokea sabato ukiwa umeshakuwa soba, achana na mambo ya kusubiri marejeo ya Yesu. Achana. Nimewaambia nini? Acha kujidanganya. Jamani, nimeambia ni kitu kigumu Hata mimi ninakisema kwa ugumu, sisemi kwa urahisi kwa sababu we all fall into that. Kama huwezi kupokea sabato ya kila siku, everything is done, na ukaingia kuipokea sabato, kama huwezi, Yesu atakukuta hivyo ukiwa unahangaika. Itakuwa ghafla. Na anasema ametokea test ya sabato. Lesoni iliyopita ilikuwa kali pia. Ilikuwa inatuelezea marejeo na mwisho wa wakati, si ndio? Sasa kama bado tunashika viwili, it's not the time. Amua kimoja. Kama ni Yesu mfateni, mtasita wanangu mpaka lini? Mtasita kwenye katikati mpaka lini? Kama ni Mungu mfateni, kama si acha. Kwa sababu unapoteza muda wako wewe, sio wala humpokei. Na ndio maana tunakumbushwa leo, wakati bado mihuri inawekwa, na waombea wanangu leo, majina yetu yabaki kwenye kitabu cha uzima. Amen. Na waombea leo, follow the 8 doctors. Siku ya rest ya Mungu, keep it. Mwambie Mungu, siwezi, nisaidie. Yeye ndiye anakuwezesha. Anataka tu mwambie haja ya moyo na atakufanyia. Mradi inaendana na mapenzi yake. Ya mwisho ni trust in God, ambayo ndio inabeba zote. If you don't trust in God, hata uende kwenye nini, kama ulivyozaliwa, ipe mgongo, ipe watu, haiendi kitu. Mponyaji hata kwenye medical ministry anasema waambieni watu
wasaidieni watu, wafate 8 doctors, lakini I will be there. God says I will be there. Start a medical missionary work and I will be there to heal. Yeye ndiye ana control cells. Yeye ndiye anaona mmevaa ujinga. Maana yake tunapovaa ujinga tuna constrict flow ya blood, na utafikiri hatuja constrict, tumeconstrict sana. Wakati unapanga vitu vyote vinavyopangwa vinapangwa kuendana na against. Na ndio maana nenda kaangalia wa Masai. Makaza ya wa Masai hawana free, kila kitu free, wote free. Hawana mmekaza kupanga marriage. Uvaaji unaathiri kile ulichokula. Uvaaji unaathiri namna gani vinavyokuwa distributed in the body. Kwa hiyo nikienda kusema hizi, nimeshasema preamble ya kila kitu. Utaona namna 8 laws zinapokupeleka wewe kuwa sawa sawa, lakini na mgonjwa mwingine kupona, na magonjwa yako yapone, na magonjwa ya wale ambao utawafuata yatapona kwa 8 doctors. Kwa sababu the body is one unit and everything else depends in each other. Nilisema nini sawa? Nadhani nimeshasema zote hizo. Temperance ndio sikusema. Temperance ni hivi. Maana temperance ni niambieni kwa Kiswahili. Na maana ya kiasi ni hivi. Mtu mwenye kiasi ataenda kwenye ile meza ya nini? Ile meza ya harusi tuliyosema. Akifika mtu mwenye kiasi atafanya nini? Atasema hivi kikichukua baada ya kumeza kitasaidia nini? Hallelujah. It's not only the tongue, it's not only the taste, it's not only the eye, it's the whole body. Ndio pale Newton law inapokuja kwamba after the swallow, what follows after the swallow? After I've swallowed this, wewe una hekima unajiuliza, ninapochukua hiki after the swallow, sio ila yako inakuuma kaka, nimetoa hela nyingi sana, kwa hiyo utakula debe zima la mchele. Sitapasuka na kitupo chenyewe ni hiki. Sawa? Sio kwa sababu mtu ilipendeza. Mmenielewa eh? Bwana wabariki. Kwa hiyo yes. Issue ni kwamba unakula nini? Unakunywa nini? Unachagua nini kuweka mdomoni? Because after the swallow ndio ngoma nzima ipo. Hallelujah. Na mama wetu kuna wakati amesema mapishi yawe rahisi lakini chakula kitamu. Hajaacha test. Na amesema wanawake wafundishwe namna ya upishi mzuri. Lakini akasema wanaume wafundishwe namna ya upishi mzuri, kwa sababu kuna wakati watakuwa mahali ambapo hakuna huyo mwanamke wa kukupikia. Mwishoni utaoa mwanamke wa nani? Kwa sababu yeye anapika vizuri, ni wao hapiki. Kwa hiyo ujifunze, ujue mama wote anasema hivyo. Mwanaume aliyepika chakula kizuri, na wanawake zaidi wafundishwe zaidi, kwa sababu kweli sisi ndio tuko jikoni. Na Ministry of Healing anasema over many graves ni nini? Kaburi. Over many graves it would have written that he died of poor cookery. Nimesema kesho mkiniuliza quotation nitawapa. Hata sasa hivi ipo, ni vile siwezi kushuka hapo kuiangalia. Over many graves, unaona makaburini pale. Makaburi mengi yote yalikuwa yameandikwa huyu ni poor cookery, huyu ni poor cookery, kwa sababu akifa kwa blood pressure ni poor cookery. Akifa kwa arthritis ni poor cookery. Akifa kwa moyo cardio ni poor cookery. Na hayo ndio magonjwa yaliyo hapa. Ndio hayo tunayoongelea. Hayo yote ni poor cookery. Tulipika vibaya kitchen, the kitchen kills kwa sababu hatujui namna ya kupika. Kwa hiyo unakula nini? Unakunywa nini? Unakiandaaje chakula? Jikoni ni vipi? Sasa simple foods zinaweza kupikwa na zikawa tamu kabisa vizuri. Natamani tukiwa na kongamano lingine, si ile ni kongamano kama hili, tuwe na jinsi ya kupika. Huko kwa Rebeka tushaanza kupika, huko tumeshaanza kula. Utashangaa ni kitamu tu. Sasa nani alituambia tupike hivi? Mimi namtafuta. Yaani ni siku nikimpata. Alituambia tuweke wali.
tuweke mafuta kwenye wali, na hayo mafuta ni too much for the body. Na Mkenya mmoja, nani wanamfahamu Njuguna? Pastor Njuguna alikuja Mwenge kwenye makambi, akasema Tanzania ni nini? Tanzania ni nini? Wanaume ya Tanzania nini? Mnakula mafuta nasi kila mahali, maharage nazi, moja nazi na nini nazi. Sasa tukipelekwa kwenye ile ngoma, tukapewa hapa ndio ulime, na Tanzania itabaki hapa mlangoni, na mimi Mkenya nitamalizia. Mmemwelewa? Mmemwelewa? Energy inayotakiwa kwenye both wanaume na wanawake inakwisha kwa sababu ya mafuta tunayoweka mengi. Na tulifundishwa kwenye kitchen party mahanjumati, si ndio? Mahanju. That pleases the eye, lakini huku haitakiwi. Kwa hiyo zinagombana mpaka zinakufa slowly na hatujui. Jana nilisema bendera ya Tanzania ndio ya kujivunia, lakini ilianza kupepea mwaka 61. Isipopepea unaendelea kufa. Na nasema kama bendera ya Tanzania haikupepea katika udogo wako, katika 20s, na haipepei, kama inaleta problem, kuna stroke mbele huko. The stroke is coming. Hiyo ni study imefanyika China. Nenda kafungue China study, nenda ka Google China study. Utaona namna ambavyo symptoms nyingi zinatokea kwenye chakula ambacho tulikitengeneza vibaya jikoni. Tuko pamoja? Kwa hiyo unapokuwa medical missionary lazima utajifunza namna ya mapishi proper. Leo hatuna nafasi, lakini never kaanga kitu, never kaanga. Ukikaanga anything, jana nilisema mafuta yana burn. Chemistry, tulisoma chemistry. CHO zile zinavojipanga, zinavunjika, kinakuwa kitu kingine tofauti. As you eat it is a poison to the brain. Na if you can poison brain ndio program manager wa your body. Umeshampoison. Unafikiri ataweza kufight? No. Unafikiri ataweza kuconcentrate? Na ndio maana akasema hata mambo ya kimbingu unaposoma tu Biblia, huyo imeboa, umelala. Bora hata physics. Mimi nilikuwa nasoma hesabu, kwa hiyo nikiona nalala nafanya hesabu inaniamsha, lakini neno la Mungu linanilaza. Na wengi tuko hivyo, tukisema neno la Mungu ambalo ndilo wokovu wetu tunalala. Na ndio science iliyo yani ndio yote, kwa sababu when you connect with God, other things are very possible, are so easy. Lakini we don't connect. Tuko haraka tunatumia muda mrefu sana huko ambapo yeye anayetuongoza hayupo. Tukija huko tumechoka, tunamwambia tusubiri kwanza. Unajua sielewi. Piga magoti naye mwambie sielewi physics. Ukirudi unahitaji dakika 10 tu za kuelewa everything. Haleluya. Amen. Kwa hiyo unakiandaje ni issue, lakini unakulaje? Unakula calm down. Ndio maana tulifundishwa sali kwanza. Mimi sikujua kumbe sali kwanza ni kwamba calm down.